Kwa habari hizo mimi ni Amina Abubakar. Rwanda na DRC kusaini mjini Washington makubaliano ya kumaliza vita. Viongozi wa EU watoa wito wa hatua zaidi kuchukuliwa kukidhi mahitaji makubwa ya kijeshi Ukraine. Na Iran yasema hakuna mipango ya kuzungumza na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia. Habari kamili. Washington. Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo zitasaini makubaliano mjini Washington ya kumaliza mgogoro wa mashariki mwa Kongo yaliyosababisha vifo vya maelfu ya watu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Tommy Pigold amesema mawaziri wa mambo ya nje wa Kongo na Rwanda watasaini makubaliano hayo mbele ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Nchi hizo tatu zimesema vipengee muhimu kwenye makubaliano hayo ni pamoja na kuheshimu mipaka, kujiepusha na uhasama na kuyapokonya silaha makundi yote yasiyo ya serikali. Rais wa Marekani Donald Trump amesifia mitandaoni kwamba ameendesha juhudi za kidiplomasia za kufikiwa makubaliano hayo, lakini akalalamika kwamba licha ya juhudi zake, kamati ya Nobel ya Norway imekuwa ikipuuza hatua zake za upatanishi katika migogoro mbalimbali. Amelalamika kwamba kamati hiyo haitotambua juhudi zake kwa kumpa tuzo ya amani ya Nobel. Brussels. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wametoa wito wa hatua zaidi kuchukuliwa kusaidia kukidhi mahitaji makubwa ya kijeshi ya Ukraine na kuunga mkono nchi hiyo katika nia yake ya kujiunga na umoja huo, lakini bado wanachama wake walitofautiana kuhusu Urusi kuwekewa vikwazo zaidi kutokana na hatua yake ya kuivamia Ukraine zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Katika mkutano wa viongozi hao uliofanyika mjini Brussels, walikubaliana pia kwamba ni muhimu kuipa Ukraine mifumo zaidi ya ulinzi wa anga na mifumo ya kukabiliana na droni pamoja na silaha nyingine za kijeshi ili iweze kuwalinda raia wake na maeneo yake dhidi ya mashambulizi ya kila siku kutoka Urusi. Viongozi hao pia waliunga mkono azma ya Ukraine kujiunga na Umoja wa Ulaya, lakini sauti kinzani zilisikika kutoka kwa Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban aliyesema hatua hiyo itachochea vita barani Ulaya. The problem is the war. Tatizo ni vita. Ikiwa tutaridhia Ukraine kuingia katika Umoja wa Ulaya, tutakuwa tunaingiza vita katika umoja huu, na tusingependa kuwa pamoja na nchi hiyo vitani na kutoa kitisho kwetu sote, kwa sababu mwanachama wa Umoja wa Ulaya akiwa vitani ina maana pia Ulaya ipo vitani, na hatupendi hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alishiriki mkutano huo kwa njia ya video. Tehran. Iran imekanusha kuwa inajitayarisha kurejea kwenye meza ya mazungumzo na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia baada ya kumalizika vita vya siku 12 kati yake na Israel na kuishutumu Marekani kuchochea vita hivyo kwa kuishambulia. Mzozo ulioibuka kati ya Israel na Iran ulivuruga ratiba ya mazungumzo hayo kati ya Washington na Tehran. Hata hivyo, Rais Donald Trump amesema Marekani itafanya majadiliano na Iran wiki ijayo, na mjumbe wake maalum Steve Witkoff akielezea matumaini yake juu ya kufikiwa makubaliano, lakini waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran Abbas Araghchi alipuuzilia mbali kauli hizo, akisema hakuna chochote kilichokubalika kufikia mkutano wa kujadili mpango wake wa nyuklia. Kauli ya Araghchi inajiri baada ya bunge la Iran kupitisha muswada wa kusimamisha ushirikiano na shirika la kimataifa la kudhibiti nguvu za atomiki IAEA. Hatua hiyo bado inahitaji kuidhinishwa na Baraza la Juu la Usalama wa Taifa nchini humo. Gaza. Duru za hospitali zimesema watu 18 wameuawa katikati mwa Gaza baada ya Israel kushambulia makundi ya watu waliokuwa wanapokea misaada kutoka kwa polisi wa Palestina waliopata chakula hicho kutoka kwa wahalifu walioiba vyakula hivyo kutoka kwa magari ya misaada ya kiutu. Shambulizi hilo ni la hivi karibuni linalohusisha watu kushambuliwa wakati wanapopokea misaada ya chakula. Baada ya kuzuiwa chakula kuingia katika eneo hilo la Gaza, Israel imekubali malori machache ya chakula kuingia huko tangu mwezi Mei. Juhudi za Umoja wa Mataifa kusambaza chakula hazijafua dafu kutokana na changamoto ya kuwepo
wahalifu waliojihami wanaoiba chakula hicho. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi wa taifa hilo Israel Katz kwa pamoja wameishutumu Hamas kuiba chakula kinachoingia kaskazini mwa Gaza na kutoa wito kwa jeshi la Israel kuzuia hilo. Budapest. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban amesema polisi hawatasambaratisha maadhimisho ya kila mwaka ya kundi la watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja LGBTQ yanayotarajiwa kufanyika kesho katika mji mkuu wa taifa hilo Budapest, licha ya kulipiga marufuku kundi hilo. Orban lakini ametoa onyo kwa waandaaji na washiriki kuhusu matokeo ya kisheria watakaoshiriki. Serikali ya muungano inayoongozwa na Orban ilifanyia mabadiliko sheria na katiba ya nchi mapema mwaka huu kuyapiga marufuku maadhimisho hayo ya kila mwaka, akidai kuwalinda watoto nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Shukran Amina Abubakar. Tulionayo mchana huu, makubaliano ya amani yanatarajiwa kutiwa saini huko Washington kati ya Kongo na Rwanda. Serikali ya Kenya yatakiwa kuwajibikia dhuluma zote zilizotokea wakati wa maandamano ya Juni 25. Mambo ya kutumia risasi wakati wa maandamano yanafaa yakome. Na Urusi yasema bado hakuna mafanikio yaliyopatikana kuhusu tarehe ya duru inayofuata ya mazungumzo ya amani na Ukraine. Katika mjadala wetu leo tutamulika nafasi ya muziki wa hip hop katika harakati za kisiasa. Kwa hiyo tulia papo hapo. Mimi ni Bruce Amani. Dunia Yetu Leo Mchana inaanza na ripoti hii kwamba makubaliano ya amani yanatarajiwa kutiwa saini leo Ijumaa huko Washington nchini Marekani kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Mkataba huo unaolenga kurejesha amani ya kudumu kati ya Rwanda na Kongo unasimamiwa na Marekani na unatokea katika muktadha wa mvutano unaoendelea mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, wachambuzi wameelezea mashaka yao kuhusu utekelezaji rasmi wa makubaliano hayo. Zaidi na Saleh Mwanamilongo. Duru za kuaminika zimeiambia DW kwamba rasimu ya makubaliano itakayotiwa saini leo inatarajia usitishaji haraka wa mapigano. Kinshasa na Kigali wanatakiwa kutofanya mashambulizi tena, iwe ya moja kwa moja au kupitia makundi ya wapiganaji wanaoyaunga mkono. Nchi hizo mbili pia zinatakiwa kutatua tofauti zao kwa njia za amani. Makubaliano hayo yanazungumzia pia swala la makundi ya waasi, hasa wapiganaji wa FDLR na AFC M23. Nchi hizo mbili zinajitolea kutotoa tena msaada wowote kwa makundi hayo. Kongo na Rwanda wamekubaliana kuwasaka ikiwezekana kwa pamoja waasi wa FDLR huko mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, swali kubwa ni uwezekano wa operesheni hiyo ya pamoja, wakati ambapo maeneo waliopo waasi hao kwa sehemu kubwa yanadhibitiwa na kundi la waasi la AFC M23. Kwa mujibu wa rasimu ya mkataba huo, serikali ya Kongo itatakiwa kuendelea na mazungumzo ya moja kwa moja na waasi wa AFC M23 ambayo yalianzishwa mwezi Machi huko Doha nchini Qatar. Christian Moleka, mtaalamu wa siasa ya Kongo, amesema changamoto ni ufuatiliaji na utekelezaji wa mkataba huo wa Washington. La difficulté, ce n'est pas toujours de signer les accords, c'est de les appliquer. Tatizo sio kutia saini mkataba huo, lakini utekelezaji wake. Je, kuna nia nzuri ya kisiasa kati ya pande hizo mbili? Huu sio mkataba wa kwanza wa aina hiyo kati ya nchi hizi mbili, lakini mara hii wahusika wako tayari kujenga amani ya kudumu. Je, mifumo ya ufuatiliaji itafanya kazi kwa ufanisi tofauti na ilivyokuwa zamani ili kusaidia utekelezaji wa makubaliano haya? Moleka ameamini kwamba shinikizo la Marekani linaweza kufanikisha makubaliano ya hivi sasa. Amesema hakikisho kubwa ya kufanikisha makubaliano hayo ni msukumo wa kiuchumi wa Marekani ambayo inataka madini ya Kongo. Kwa upande wao, mashirika ya kiraia ya Kongo yanaelezea wasiwasi wao kuhusu makubaliano hayo. Stewart Muhindo ni mwanachama wa kundi la vijana wanaotaka mageuzi Lucha. Kama makubaliano hayasaidie kutoa jeshi la Rwanda na M23 nafasi ambazo inazomiliki, kama makubaliano hayaruhusu kuwe haki kwa wakongomani ambao waliuawa kwenye hiyo vita, kama makubaliano hayasaidie uongozi bora kurudi nchini Kongo,
ina maana hiyo makubaliano haitasaidia kabisa kurudisha usalama na amani kwenye Kongo. Duru za upatanishi zinasema makubaliano hayo yanatakiwa kutekelezwa mnamo kipindi cha miezi mitatu. Na kando ya hafla hiyo ya saini ya makubaliano huko mjini Washington, waziri wa mambo ya nje wa Kongo Therese Kaikwamba atakuwa na mashauriano na mwenzie wa Marekani Marco Rubio kabla ya mkutano na waandishi habari. Ni Salemu na Milongo. Tuelekee Kenya ambapo wiki hii ilishuhudia vurugu kote nchini, na sasa shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema mamlaka nchini humo zinapaswa kuwajibikia dhuluma zote zilizofanywa wakati wa maandamano ya nchi nzima ya tarehe 25 Juni mwaka huu, yakiwemo mauaji, kujeruhiwa na watu kupigwa. Kadhalika inapaswa kutekeleza kanuni za kimataifa na kuhakikisha katika siku zijazo utendaji wa vikosi vya usalama kwa maandamano yanayoendelea nchini humo ni halali na unazingatia viwango vya kimataifa vya haki za binadamu. Sudi Mnete na mengi kuhusu nayoendelea nchini Kenya. Maelfu ya watu waliingia barabarani asubuhi ya Juni 25 jijini Nairobi na katika kaunti kadha za Kenya katika kumbukumbu wa vifo vya waandamanaji waliouawa na vikosi vya usalama wakati wa maandamano ya Juni 2024. Ripoti za awali za vyombo vya habari zilionyesha kuwa pamoja na kuwepo kwa polisi, serikali ya Kenya ilipeleka wanajeshi kukabiliana na idadi kubwa ya waandamanaji waliokuwa wakielekea katika maeneo ya kibiashara ya Nairobi pamoja na makazi rasmi ya rais. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, takriban watu 16 waliuawa kwa kupigwa risasi na polisi, akiwemo mmoja katika kaunti ya Machakos, Kisii, Nakuru, huku zaidi ya watu 400 wakiripotiwa kulazwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta wakiwa na majeraha ya risasi na majeraha mengine. Miongoni mwa waliolazwa kwa matibabu ni mwanahabari wa NTV Ruth Samuel ambaye alipigwa kwa risasi ya mpira alipokuwa akiripoti maandamano hayo. Otieno na Mwaya ambaye ni mkurugenzi mshiriki wa Afrika wa Human Rights Watch anasema mambo ya kutumia risasi wakati wa maandamano yanafaa yakome. Ya pili, kuna mauaji ya kiholela ambayo imefanyika mwaka huu na mwaka jana na ule mwaka mwingine wa 2023. Hatujaona uchunguzi ukifanyika vizuri. Uchunguzi unafaa kufanyika na wale wanaohusika wanafaa kuchukuliwa hatua za kisheria. Na Mwaya pia amekemea kitendo cha mamlaka ya Kenya kutumia jeshi katika kukabiliana na waandamanaji. Kila nchi iko na sheria zake, lakini kimataifa jeshi linajulikana kuwa ni la kulinda nchi kutokana na vitisho vya kutoka nje. Ndani mwa nchi ni kazi ya polisi anafaa kutumika. Kwa hivyo tuko na wasiwasi kidogo kwa sababu gani serikali ya Kenya ikaamua kutumia jeshi. Kawaida maandamano watu ambao wanaandamana hawajabeba silaha ni kitu ambayo haifai kuhusisha jeshi. Ni swala ambalo linafaa kushughulikiwa na polisi pekee bila hata kutumia bunduki za risasi. Jana Alhamisi, Umoja wa Mataifa ulisema umesikitishwa sana na ghasia za wakati huo wa maandamano nchini Kenya na kuhimiza utulivu pamoja na kufanyika uchunguzi huru kufuatia athari za maandamano hayo. Aidha, ndani nchini Kenya, waziri wa mambo ya ndani wa taifa hilo Kipchumba Murkomen alitathmini uharibifu wa kibiashara katika mji mkuu wa Nairobi, ambapo bidhaa ziliharibiwa katika maduka mengi na kuahidi wamiliki wa maduka hayo kwamba polisi watafuatilia kamera zao za usalama CCTV na kuwatia mbaroni wahusika. Mapema Jumatano katika kaunti 23 kati ya 47 za taifa hilo kulifanyika maandamano ya kushinikiza kukomeshwa kwa ukatili wa polisi na kuhimiza utawala bora. Katika maandamano hayo, maelfu waliimba kauli mbiu ya kumtaka rais wa sasa William Ruto kujiuzulu. Kimsingi, waandamanaji wengi walighadhibishwa na kifo cha hivi karibuni cha mwanablogu kilichotokea mikononi mwa polisi, sawia na tukio lingine la kupigwa risasi raia wakati wa maandamano ya kupinga kifo cha mwanablogu huyo. DW tunavuma kwa kishindo.